Karibu tena Datom TV kwa movie na burudani kali sana. Leo tunaendelea na movie yetu nzuri la hilo kwa muda. Jukun alipoondoka, akamkuta Gwan anatafuta ishara ya mtandao kwenye maegesho. Hivyo akamfuata na kumwalika kunywa. Jukun alisema wazi kwamba kuna siri nyingi kati ya Gwan na Du-hee ambazo yeye hazijui. Akakisia kwamba Gwan si binadamu kabisa. Kwa ujumla, aliona jambo hilo ni la kutilia wasiwasi sana na la kuchukiza. Hivyo akaamua kumfuatilia Gwan kuanzia hapo. Akigundua kwamba Gwan ana uwezo wa kumdhuru Du-hee, hakika hataliacha jambo hilo. Gwan akauliza upande mwingine anataka nini. Jukun akasema kwamba bila shaka atafichua siri ya Gwan na kuufanya ulimwengu mzima ujue. Gwan akahisi tu kwamba amepata shabiki mwingine anayemsumbua. Baada ya kurudi kwenye kampuni, Gwan alimwambia mnyweshaji kuhusu uwezo wake usio thabiti. Mnyweshaji alidhani kwamba kupotea kwa uwezo wake kunaweza kuwa kunahusiana na mchakato wa kuwa binadamu tena. Kadiri alama ilivyopotea kwa muda mrefu, ndivyo kumbukumbu zingezidi kurejea. Gwan alifikiria kuhusu hilo na akaona ni kweli. Aligundua kwamba hivi karibuni alikuwa akitenda kwa njia isiyo ya kawaida, kana kwamba alikuwa na hisia nyingi zisizo za lazima. Alikisia kwamba alama itakaporudi kwenye kifundo chake cha mkono, uwezo wake na hisia zake vingerejea katika hali ya kawaida. Baada ya siku moja tu ya ndoa, Gwan alirudi nyumbani usiku wa manane na akagunduliwa na Do-hee. Hata alimuomba mke wake amruhusu kuchaji nguvu zake. Wakati huo huo, muuaji aliingia kwa siri katika ofisi ya taasisi ya Sunwell. Kwanza aliweka kifaa cha kusikiliza chini ya meza, kisha akalenga mwongozo wa maagizo wa pepo. Upande mwingine, kuchaji ambako Gwan alikuwa akizungumzia kwa kweli kulikuwa ni kushika mkono wa Do-hee. Alikuwa na wasiwasi kwamba kama angepoteza alama kwa muda mrefu sana, angekuwa binadamu kabisa. Do-hee alifikiri moyoni mwake kwamba hapaswi kutumia nguvu hovyo, lakini alipokuwa karibu kusema hivyo, alijizuia kidogo. Hali hiyo ilimfanya Gwan ajisikie na aibu kidogo, na akamuhimiza aende kulala haraka. Do-hee alisema kwamba kushikana mikono namna hiyo gingefanya isiwezekane kulala. Asubuhi iliyofuata, Gwan aliamka kwanza na akageuka kumtazama Do-hee. Cha kushangaza, Do-hee ambaye macho yake yalikuwa bado yamefungua, alibadilisha mkao na kumgeukia. Hakuweza kukataa kwamba pepo pia alikuwa ameanza kuwa na hisia kwa mwanamke aliyekuwa mbele yake. Wakati Gwan alikuwa akimtazama, Do-hee naye akaamka. Alipomuona Gwan upande wa pili, alipatwa na wasiwasi kiasi kwamba alishindwa kupumua. Wakati huo, Katibu Shin alipiga simu. Ilibainika kwamba wanabloga wengi walikuwa wamesambaza uvumi wakidai kwamba siku ambayo John Suk alikufa ililingana na mara ya mwisho wasia kuadinishwa. Walimshuku kwamba Do-hee alimdhuru mama yake wa kambo siri kwa ajili ya mali. Habari hiyo ilisambaa haraka katika majukwaa yote na hata waandishi wa habari wakaungana kuandika makala. Kwa kweli, wafanyakazi wa kampuni walikuwa wakinong'onea kwamba waliokuwa nyuma ya tukio hilo ni No Sukman na No Surahana. Lengo lililo wazi ilikuwa ni kumzuia Do-hee kuwa msemaji wa kundi. Jun alipendekeza kwamba angewasiliana na wakurugenzi na kujaribu kuwavuta watu waliokuwa na uhusiano mzuri na Jun Chansuk, ilhali Gwan alidhani ingekuwa bora zaidi kutafuta moja kwa moja chanzo cha uvumi. Mwishowe Do-hee alimsikiliza mume wake. Mara tu John alipoondoka katika ofisi, Do-hee alimuomba ampeleke mahali fulani. Kisha Katibu Shin akaingia na akashangaa sana alipogundua kwamba wawili hao wametoweka katika ofisi. Juokun naye alishtuka sana aliposikia hilo, kwa sababu muda mfupi uliopita bado walikuwa hapo. Baadaye akaenda kwa No Sukman na kumwambia moja kwa moja kwamba anajua mpango wake. Hivyo No Sukman alifikiri kwamba ilmradi watu wengi wako tayari kuamini, basi lazima iwe kweli. Ilibainika kwamba ajali iliyosababishwa na No Sukman mwaka ule ilisababishwa na yeye mwenyewe kuigonga. Tangu hapo, No Sukman alimgeuka kwelikweli Do-hee kwa pigania daraja. Muda mfupi baadaye, Gwan na Do-hee walitokea nyuma ya yule msambazaji wa uvumi. Baada ya kumuuliza wazi kuhusu tamaa yake ya pesa na umaarufu, watatu hao wakaenda moja kwa moja katika hazina ya taifa. Gwan alionya kwamba mara tu benki itakapofunguliwa, mtu aliyesambaza uvumi angekamatwa kama mhalifu anayesakwa, jambo ambalo lingeharibu kabisa sifa yake. Mtu huyo alioga sana kiasi cha kuendelea kuomba msamaha. Mgogoro wa maoni ya umma ukatatuliwa hapo. Wakati huo, mnyweshaji alipiga simu na kuwajulisha kwamba mwongozo wa matumizi wa pepo ulikuwa umepotea. Gwan na Do-hee walitokea nyuma ya mnyweshaji kwa ghafla. Do-hee alishangaa kugundua siri ya jina la Gwan: Young 1, Young 2, 1, Young 31. Gwan alilalamika kwamba kuna watu wadadisi tu karibu naye, na Do-hee akamcheka kwamba balki katika vizazi vijavyo kungekuwa na Young 10. Alipoliona kitabu kijani, aliendelea kujiuliza ni kitu gani. Mnyweshaji alisema waziwazi kwamba ilirekodi asili ya mapepo, namna ya kutumia nguvu zao na hamna ya kuzipunguza. Hakuwa anajua kwamba mazungumzo yao yote yalikuwa yakisikilizwa na muuaji. Mtu huyo alionekana kugundua mikoo ya mapepo.
kutoua walio hai, kutowafufua waliokufa, na zaidi ya yote, kutozuia majanga ya asili. Pepo akithubutu kuingilia, angebadilishwa kuwa juvu. Gwan alitafuta kila mahali lakini hakupata. Alimshuku Juokun kuwa ndiye mhusika. Baada ya yote, mtu huyo anamshuku Gwan, kisha alimpeleka Dohi nyumbani huku yeye akienda kuhudhuria maonesho ya taasisi ya Sunwell. Bila kutarajia, polisi walimkamata Dohi kama mshukiwa wa mauaji ya John Suk. Habari hiyo ilimfika Gwan haraka. Mara tu alikimbiza kituo cha polisi. Ghafla, muuaji akamrukia Gwan na kumchoma kisu. Akalikanyaga la kisu na kujiandaa kumaliza kwa kumkata. Lakini bahati nzuri, wakati huo Gwan aliweza kuona nusu ya uso wake wazi. Gwan alipelekwa haraka kwenye chumba cha upasuaji. Hali yake ya majeraha ilikuwa mbaya sana. Wakati huo huo, habari za kushambuliwa kwa Gwan zilikuwa zimefika kituo cha polisi. Dohi alimsihi mkuu wa polisi amruhusu amuone mume wake hata mara. Kwa kweli, kapteni alijua kwamba Dohi hakumdhuru Gu Chong-suk, na kwa kuona uso wake wenye huzuni kubwa, hatimaye alivunja kanuni na kukubali kumruhusu atoke kwa siri. Upande mwingine, ingawa daktari alijitahidi kadiri alivyoweza, Gwan alikuwa amepoteza damu nyingi sana, na valvu ya moyo wake iliyokuwa na kasoro ilikuwa imeharibika vibaya, hivyo ilikuwa vigumu kwake kuishi mpaka usiku. Wakati huo, Dohi alikimbilia hospitalini na akaingia moja kwa moja kwenye chumba cha mgonjwa kabla hata hajapata kumtazama vizuri Gwan. Jin Ga-yang alikimbia, akaja na akamlaumu kwa kila kitu. Butler aliwazuia watu wote ambao si wa familia kubaki nje ya mlango. Dohi mara moja aliweka mkono wa Gwan juu ya alama ile. Tukio hilo lilionwa kwa bahati na Ju Sekun akiwa nje. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, Gwan bado hakuonesha dalili zozote za kupona. Dohi alianza kuwa na wasiwasi. Alidhani huenda alikuwa amechelewa sana au labda kweli alikuwa amekufa. Alipofikiria hivyo, Dohi hakuthubutu kufikiria tena. Alisema kwamba siku zote Gwan alikuwa akimlinda, lakini yeye hakuweza kufanya chochote. Dohi akalia juu ya mwili wa Gwan. Wakati huo, alama ile ikawaka. Gwan akasema ghafla kwamba yeye ni mzito sana, ondokea kidogo. Aliposikia sauti yake, Dohi alishangaa sana. Hivyo basi, Gwan alihisi kilio chake kinachekesha sana, kiasi kwamba hakutaka kufa tena. Lakini kwa sababu nguvu za pepo zilikuwa hazijatulia, mwili wa Gwan ulipona nusu tu. Dohi alitaka kumuita daktari, lakini akavutwa na Gwan na kukumbatiwa kwa nguvu. Pepo wa wakati huo alionekana kama mvulana anayebembeleza, akiomba achajiwe nguvu. Dohi alielewa kwamba kwa sasa Gwan alimhitaji zaidi kuliko wakati wowote, hivyo akakubali kimya kimya tendo hilo. Tukio hilo lilionwa na Jin Ga-yang, akakasirika sana na kuondoka kwenye chumba cha hospitali. Kwa bahati, Ju Sekun naye aliliona tukio hilo. Mahali pengine, mwanamke omba aliutazama mwezi mwandamo angani. Aligundua kwamba Dohi alimwokoa Gwan bila kujua kwamba angeweka maisha yake mwenyewe hatarini. Baadaye, Ju Sekun alimlazimisha arudi kituo cha polisi. Ingawa Dohi alikuwa bado na wasiwasi, alilazimika kufanya hivyo. Jin Ga-yang siku zote aliona kuwa mwenzi wa maisha wa Gwan ndiyo lengo lake, lakini muda huo aligundua kuna mtu alikuwa amejiingiza katikati ya wahusiano wao. Usiku huo, Gwan aliota ndoto mbaya. Ndani ya ndoto alikuwa amezungukwa na moto mkali, mwili wake ukiendelea kuungua, akizama katika kina cha maumivu. Ghafla akaamka kwa shtuko. Upande mwingine, matokeo ya kibali cha upekuzi wa polisi yakatoka. Hawakuweza kuthibitisha kwamba Dohi alimdhuru Ju Chong-suk, hivyo akaachiwa huru mara moja. Kwa sababu Gwan alikuwa amejeruhiwa, alimuomba Butler amletee maji. Maji ya kawaida hayakutosha, ilibidi yawe maji ya barafu, na Butler hata akamwekea mrija wa kunywea. Alipomaliza funda moja tu, akataka kifungua chakula. Baada ya kula, mgongo wake ukawa unamwasha. Kiufupi, kila kitu alichokuwa akifanya sasa kilionekana hakina maana. Ghafla, Dohi akaingia kwenye chumba cha hospitali. Gwan akaruka kutoka kitandani mara alipomuona. Furaha ya kweli ikaonekana usoni mwake. Lakini Dohi alikuwa na wasiwasi kuhusu afya yake, hivyo akamsaidia kulala tena kitandani. Gwan akasema anataka kurudi nyumbani kwa sababu hawezi kuvumilia kubaki hapo. Dohi akapinga akisema bado anahitaji matibabu. Nani angefikiria kwamba
bosi mwenye mamlaka Gwan angesema kuwa pamoja na wewe ni aina ya uponyaji. Do-hee naye akapoteza umakini kwa muda. Upande mwingine, Joo Se-kun alionekana kuelewa uhusiano baina ya Gwan na Do-hee. Ufunguo ulikuwa ile alama. Wakati huo alipokea ujumbe kutoka kwa muuaji ukisema kwamba Gwan aliona sura yake na hakika angekuja kulipiza kisasi. Usiku huo wanadoda walijaribu kuchaji nguvu nyumbani, lakini alama haikuwaka wala hata kupepesa. Do-hee akapendekeza waongeze eneo la mgusano baina yao ili chaji iwe haraka. Gwan akaona lina maana. Wakati huo waliweza kusikia mapigo ya mioyo yao. Do-hee akaeleza kwamba ni kwa sababu ya kuchaji nguvu. Walilala katika hali hiyo mpaka kesho yake. Hivyo basi Do-hee alipoamka alikumbuka maneno ya Jin Ga-young na mkono aliyokuwa umeunyoosha akauondoa polepole. Pia alikuwa na wasiwasi kuhusu afya ya Gwan na akapanga amwache apumzike nyumbani, lakini Gwan akamkumbatia akisema anahitaji dakika 5 zaidi za kuchaji nguvu. Baadaye wane wote wakaingia kwenye gari kuelekea kampuni. Do-hee mwenyewe akachukua mkono wa Gwan na kuuweka kwenye kifunda cha mkono wake. Gwan akauliza si alisema wasichaji mbele ya watu. Do-hee akajibu kwamba sasa wao ni ndoa rasmi. Maneno hayo yakafuta mashaka yote ya Gwan. Ili kumlinda Gwan, Do-hee akasema kwa sauti baridi kwamba hawezi tena kumlinda kwa sababu uwezo wake umedhoofika hadi hawezi hata kujilinda mwenyewe. Wafanyikazi wakasikia kwamba mkurugenzi mtendaji wa Sunwolf Fund angekuja. Muda mfupi baadaye, kundi la Do-hee likaingia kampuni. Walimuona tu mkurugenzi mtendaji wa Sunwolf akiwa amevaa suti rasmi na akitembea na hatua zenye nguvu. Nani angefikiria ndiye yule mtu ambaye shingo yake ilivunjika siku ile? Ghafla mfanyikazi mmoja akapiga risasi hewani, jambo lililomtisha Gwan, naye moja kwa moja akamfunika Do-hee kumlinda. Baada ya kila mtu kutulia, wakagundua kwamba katibu Shin alikuwa anamkumbatia mkurugenzi mtendaji wa Sunwolf Fund. Katika mkutano wa asubuhi, kiongozi wa timu aliripoti kwamba kesi ya kashufa imetatuliwa. Zaidi hayo, Gwan alikuwa ameshambuliwa, hivyo lawama zilikuwa zimebadili mwelekeo kabisa. Watumiaji wa mtandaoni waliokuwa wamelaani hapo awali pia walianza kubadilisha shahaba yao ya mashambulizi. Katibu Shin alihisi kwamba ikiwa hali ni hivyo, basi hakuna mtu ambaye angeweza kumpinga Do-hee kuwa mwenyekiti tena. Baada ya mkutano kumalizika, wafanyakazi walileta keki anayopenda Gwan ili kumpongeza kwa kuruhusiwa kutoka hospitalini salama. Wakati Gwan alipokuwa karibu kuzima mishumaa, utepe uliwaka kwa bahati mbaya kwa moto. Utepe ambao haukuungua kabisa ulimkumbusha Gwan tukio la ndoto yake. Pepo aliyekuwa na majivuno hapo awali ghafla akahisi hofu. Butler alitambua hali isiyo ya kawaida ya Gwan na mara moja akamvuta pembeni. Butler alikuwa na wasiwasi kujua kwa nini alikuwa anaogopa sana. Hata hivyo, Gwan alikataa kukubali. Hata alimwamuru Butler arudi kampuni. Isiyotarajiwa, Butler alimtishia kwamba angemwambia Do-hee kila kitu ili amzuie asimfuate tena. Mwishowe, baada ya ukumbusho wa kirafiki wa Butler, Gwan alilazimika kusema ukweli. Alikuwa ameota ndoto mbaya ambayo mwili wake uliungua wenyewe. Hisia ya ncha za vidole vyake kuungua ilikuwa halisi sana. Hii ilimfanya ahisi hofu ya kibinadamu. Wakati huo huo, Jin Ga-young alimfuata Do-hee na kumuonya asitumie alama iliyoko mkononi mwake kumtumia vibaya Gwan. Pia alimsihi Do-hee amwache Gwan aende. Baada ya yote, ilikuwa ni kwa sababu ya Do-hee kwamba Gwan karibu afe. Mwishowe alimshauri Do-hee atatue matatizo yake mwenyewe. Maneno hayo yaliugusa moyo wa Do-hee kwa undani. Upande mwingine, Butler aligundua kwamba siku ambayo kitabu kilipotea, kamera ilikosa rekodi ya saa moja. Hali ilikuwa ile ile siku ambayo Gwan alishambuliwa. Upande wa pili ulikuwa umeweka program hasidi ili kuharibu rekodi za kamera. Hii ilimaanisha kwamba mtu huyo tayari alikuwa anajua utambulisho wa kweli wa Gwan. Mara tu Gwan aliporudi kampuni, Jin Ga-young alimkumbatia Do-hee. Ingawa Do-hee aliona tukio hilo, hakusema chochote. Jin Gong pia alisema kwamba alijua kuhusu nguvu zake za kichawi kutofanya kazi. Alimkumbusha Gwan kwamba kila kitu kilitokana na Do-hee, kwamba alikuwa amedhoofika. Gwan alikanusha kwamba si kweli, lakini Jin Gong alisisitiza kwamba hiyo ndiyo sababu iliyomfanya azidi kuwa binadamu zaidi na zaidi, na kwamba Do-hee siku zote alimfanya ahisi kuwa binadamu kwa sababu alimpenda. Usiku huo, Do-hee hakuweza kulala. Alikuwa na shaka kama
kama alifanya uamuzi sahihi. Mapambano yale hayakuwa na uhusiano wowote na Gwan, lakini karibu afe kwa sababu yake. Lakini kama asingefanya hivyo, angehisi kumtenda vibaya Gwan. Katika mawazo yake, mama yake wa kambo alitokea tena. Alisema kwamba watu waliokufa hawana kitu cha kuhisi kudhulumiwa. Alikuwa anaogopa tu kwamba Dohi angehisi kudhulumiwa. Dohi lazima alikuwa anahisi kudhulumiwa kwa sababu alipoteza ndugu yake wa thamani zaidi, lakini hakujua hata muuaji ni nani. Mama wa kambo alimwambia Dohi kwamba sasa ana familia mpya. Hakuweza kuiacha familia yake mpya tu kwa sababu ya mtu aliyekufa. Zaidi hayo, alipaswa kufanya chaguo bora kwa ajili yake na kumfikiria mtu anayempenda kwa dhati. Hilo lingekuwa jema kwake pia. Dohi akauliza, vipi kuhusu mama yangu wa kambo? Chaguo gani lilikuwa jema kwa Ju Chan-su? Akajibu kwamba chaguo bora la Dohi ndiyo chaguo bora lake pia. Dohi akalifikiria hilo na kufanya uamuzi. Kisha mara moja akampigia Jun simu. Siku iliyofuata, katika kura ya bodi ya wakurugenzi, Jun bado hakuonekana. Dohi akatangaza kwamba anaacha kugombea nafasi ya mwenyekiti. Jambo la kusema ni kwamba amempatia nafasi hiyo No Sokmin. Mwishoni mwa mkutano, Dohi aliwaambia ndugu zake kwamba hajali tena yaliyopita. Wakati huo huo, angeacha pia urasili wake. Alitumaini kwamba mapambano yangekomea hapo. No Dojin alikasirika sana aliposikia hivyo. Kinyume chake, No Sokmin alihisi faraja kwamba Dohi alifanya uamuzi busara. Baada ya kila mtu kuondoka, Gwan mara moja akamkumbatia Dohi. Hakuweza kuelewa kwa nini ghafla alifanya uamuzi huo. Dohi akadanganya kwamba amechoka na mapambano ya hila na mipango. Hakutaka kuishi katika hali ya hofu na kutokuwa na usalama milele. Hakuweza hata kwenda kazini wala kutembea peke yake. Alitaka kurudi kwenye maisha yake ya amani kama zamani. Gwan alijua kwamba huo ni uongo. Hata hivyo, Dohi akauondoa mkono wake na kusema sentensi ya kwanza iliyokwenda kinyume na moyo wake. Gwan akakaa chini kwa huzuni. Akajifungia ndani ya kampuni kufikiria mambo mengi yaliyotokea katika siku chache zilizopita. Kwa ukweli, usiku uliopita, Dohi alimwelezea wazi uamuzi wake. Alidhani kwamba kuacha kila kitu kingeleta siku za furaha. Jun Sko-ang aliuliza kama kufanya hivyo ni kumlinda Gwan. Dohi alisema kwamba hataki kumpoteza tena mtu anayemthamini. Muda mchache baadaye, Gwan alimfuata Jun Sko-han na kumuuliza kusudi la Dohi kufanya hivyo. Jun Sko-han alikasirika sana. Alisema wazi kwamba kila kitu ilikuwa kwa ajili ya Gwan. Baada ya kusikia hivyo, Gwan alirudi nyumbani mara moja akitaka kuzungumza na Dohi, lakini hakumpata. Alipiga simu na akaipata simu yake juu ya meza. Gwan akambilia kwenye bustani ya maua na kumwambia Dohi kwa sauti kubwa kwamba ikiwa ameacha kila kitu kwa ajili yake, basi anapaswa kurudisha ujasiri wake wa kupambana na kufanya uamuzi bora ambao ungekuwa jema kwake kweli. Hata hivyo, Dohi aliweka wazi kwamba Gwan Sko-chong na wazazi wote walikuwa wamekufa. Watu aliowapenda wote walikuwa wamekufa. Mwishowe, yeye pia angekufa kwa ajili yake. Gwan akasema ni kwa sawa. Kisha ghafla akasogea mbele na kumbusu Dohi. Tukio hilo lilikuwa la kimahaba sana. Hadi wakati huo, ghafla Gwan hatimaye alikiri kwamba ingawa hisia zake kwa Dohi zingemfanya awe wa kawaida, lakini bado ilikuwa hatumi ambayo hakuweza kuiepuka. Wakati huo, alama ghafla ikawaka. Matone ya maji yaliyokuwa yanaanguka yakasimama haraka katikati ya hewa. Uwezo wa Gwan ulikuwa umerudi. Dohi kwa furaha akajitupa mikononi mwake. Usiku huo, Gwan na Dohi walifanya yale ambayo wanandoa wapya wanapaswa kufanya. Asubuhi iliyofuata, Dohi aliamka na kufunika uso wake kwa aibu. Gwan alipendekeza waende kula kifunguo kinywa nje. Sentensi hiyo ilimshangaza Dohi kidogo. Alifikiri kwamba mapepo hayali kifunguo kinywa. Gwan naye hakujua pia, na alishuku kwamba polepole alikuwa anazidi kuwa binadamu. Wawili hao walienda kwenye mgahawa ambao walikutana kwa mara ya kwanza. Gwan alianza kuzoea maisha yenye kelele taratibu. Ghafla, sauti iliyofahamika ikasikika kutoka nyuma. Mwendesha mashtaka alikuwa akijigamba kwa mchumba wake wa miadi ya kwanza kwamba kulikuwa na binti wa Chaebol aliyempenda mara ya kwanza alipomwona. Alikuwa akimng'ang'ania kila wakati na kudai wasajili ndoa yao, lakini mwendesha mashtaka mwenye haki hakutaka kuwa chini ya Chaebol. Hivyo alikataa pendekezo hilo kwa msimamo. Gwan hakuweza kukaa kimya na kusikiliza. Mwendesha mashtaka alipomwona Dohi, mara moja aliondoka na yule wa miadi kana kwamba anakimbia. Hata hivyo, Gwan hakuweza kuliacha liende kirahisi. Aliamua kutumia uwezo wake kumfundisha mwendesha mashtaka somo ili asithubutu kuchafua tena taswira ya mke wake katika siku zijazo. Lakini Dohi alifikiri kwamba ndoa ilikuwa wazo lake baada ya yote. Dohi alimkumbusha kwamba leo ilikuwa ni maadhimisho ya kampuni, hivyo haikuwa lazima kwenda kazini. Baada ya hapo, wawili hao walikaa kwenye benchi bustanini wakivuta pumzi
pumzi kwa kusema kwamba ilikuwa vizuri kutokwenda kazini. Gwan alikuwa na shauku kujua watu hufanya nini wanapokuwa kwenye mapenzi. Dohi akafikiria kwa muda na kusema kwamba mbali na kula na kutembea, hakuna kitu cha pekee. Gwan aliona hilo ni la kawaida sana, lakini kisha akauliza kama ilikuwa vivyo hivyo alipokuwa pamoja naye. Ghafla akaona wanandoa wakipanda baiskeli ya watu wawili. Alipofikiria neno wanandoa, alitaka kupanda baiskeli hiyo pamoja na Dohi. Wawili hao walizunguka mizunguko mingi, nyuso zao zikiwa zimejaa tabasamu za furaha. Wakati huo, Gwan aliona mashua ya bata ya watu wawili na akataka kuijaribu pamoja na Dohi. Kwa vyovyote vile, ilmradi ilikuwa inahusiana na wanandoa, alitaka kujaribu pamoja naye angalau mara moja. Jambo muhimu lilikuwa kwamba Dohi hakuhisi ni kitoto na alikuwa tayari kujaribu pamoja naye. Wakiwa wamechoka kucheza, walikaa kando ya mto wakitazama machwezi ya jua. Gwan alisema kwamba hakuwahi kugundua kwamba hata watu wa kawaida wana upande wa kupendeza. Wakati huo ndipo alisikia msichana aliyekuwa nyuma yake kumuita mpenzi wake Hani. Hivyo akaeleza tamanio lake kwamba mke wake naye amuite hivyo. Dohi alionyesha kutokubaliana wake kwa uso wa kukasirika. Gwan akajibu kwamba pia ilikuwa sawa kumuita mume. Dohi akasema ilikuwa imerukwa na akili. Gwan akauliza ni nini kilichokuwa imerukwa na akili ilhali yeye ni mume wake. Alipoona kwamba Dohi hakuwa na nia ya kufungua mdomo wake, Gwan akakasirika mara moja. Hawakuwa na wazo kwamba kulikuwa na mtu anayewapiga picha kwa siri. Jioni hiyo, Gwan na Dohi walitoka kwenye ngazi waliposikia muziki wa muuaji ukitoka nyuma yao. Kadiri sauti ilivyokuwa inakaribia, Dohi bila kujitambua alikumbuka yaliyotokea usiku ule, lakini iligeuka kuwa ni simu ya jirani ilikuwa inalia. Gwan alitambua kwamba tukio hilo lilikuwa na athari kubwa kwa Dohi. Hivyo, baada ya kuingia ndani ya nyumba, alichukua hatua ya kuucheza muziki ule na kumwalika acheze naye. Ndoma hiyo iliitwa Barok. Jambo muhimu katika kucheza lilikuwa kumwamini mwenza wako. Hali ya Dohi ikaonekana ikiimarika haraka. Gwan mara moja akamwambia auone wimbo huo kuwa wimbo wao rasmi. Kuanzia hapo, Dohi hakusema chochote. Alizika tu kichwa chake kwenye kifua cha Gwan. Ilibainika kwamba mtu aliyepiga picha kwa siri alikuwa ni No Soo-jin. Alikuwa amewaangalia tu Gwan na Dohi wakila, kunywa na kujifurahisha siku nzima bila kupata ushahidi wowote wa maana. Bali ya hapo, alikuwa ameteseka sana. Gwan alijaribu kumzuia Dohi kuacha urithi. Alitaka kumfichua aliyekuwa nyuma ya tukio hilo. Hata hivyo, Dohi hakukubali kwa sababu ilingemaanisha kuanza kila kitu upya. Kawaida, Gwan hakuweza kuelewa kwamba chaguo lililokuwa bora kwake ndilo chaguo lililokuwa bora kwake pia. Baada ya kusikia hivyo, Gwan aliuliza kama hakuwa na shauku kujua sura ya upande wa pili ilivyokuwa. Angeacha sasa, hangewahi kuikimbia hofu maisha yote yake. Dohi akafikiria kwa makini kwa muda na kuamua aende tu kuona sura ya muuaji. Baada ya kusema hivyo, akanyosha mkono wake, lakini nguvu za kichawi za Gwan zikapoteza tena athari. Tukio hilo likaonekana na Ju Sak-hun aliyekuwa ameingia. Kisha akamuuliza kwa peneli Dohi kama anajutia kuacha mali zake. Dohi akajibu kuwa hajutii bila kufikiria mengi. Wakati huo huo, Gwan alikuwa tayari amefika kituo cha polisi. Polisi, kulingana na maelezo yake, walichora sura ya muuaji wa usiku ule. Ili kusherehekea kurudi kwake kwenye maisha ya amani, Dohi alimwalika Katibu Shin kwenda kunywa. Mke ambaye hakuwahi kumuita mume alipiga simu na kuuliza, "Mume, uko wapi?" Gwan alipofika, alishangaa kuona kwamba Katibu Shin na Dohi walikuwa wamelewa na hawajui chochote. Wale walevi wawili walimpa Gwan maumivu makali ya kichwa. Alikuwa ametembea hatua mbili tu, Dohi ghafla akaanza kulia. Alisema anajisikia na hatia kwa Katibu Shin. Anajisikia na hatia kwa sababu siku zote anamfanya Katibu Shin kufanya kazi za ziada. Mara tu baada ya hapo, wale wanawake wawili walilipuka kwa kicheko bila sababu yoyote ya wazi. Gwan alisimama kando yao bila kusogea, bila kujua afanye nini. Alisubiri mpaka wawili hao walipotosheka vya kutosha, kisha akampigia mnyweshaji wake simu mara moja aombe msaada. Si muda mrefu baadaye, mnyweshaji alimtoa Katibu Shin nje ya mgahawa. Hata hivyo, alimuita Gwan mume na kumwomba ambebe. Gwan akambeba Dohi kuelekea nyumbani. Dohi alisema kwamba leo hatimaye angeweza kuwa huru, lakini alijihisi mwenye hatia sana kwa Ju Chen-su. Kila alipomuita mume, alimuomba Gwan ambebe mzunguko mwingine zaidi. Gwan, kwa kumbembeleza, alijibu kwamba ilikuwa sawa, lakini akamuuliza tena kama alijua ilikuwa ni mzunguko wa ngapi. Dohi kwa sauti isiyo na hatia akajibu kwamba bila shaka hakujua. Kisha akamsihi waende mzunguko mwingine tena. Gwan akamuuliza mke wake kwa upole kama alitaka kwenda mzunguko mwingine zaidi. Bila kujua muda gani ulikuwa umepita, Gwan alikuwa amemleta Dohi ambaye bado alikuwa amelala usingizi mzito. Hakuweza kujizuia kukaa kando ya kitanda na kumtazama
alimtazama, akivutiwa na jinsi Dohi alivyokuwa akitoa kila kitu katika kila jambo alilofanya, hata alipokuwa akijitahidi sana kuachana na vitu. Upande mwingine, polisi walitumia teknolojia kumtambua muuaji. Wakati huo huo, aliyekuwa nyuma ya mpango alijitokeza. Alikuwa No Sok Min, mwana wa Ju Cheon Suk. Ili kuepuka kuchunguzwa na polisi, No Sok Min alimuua muuaji. Ilibainika kwamba mwenyekiti marehemu alikuwa amegundua matendo ya mwanawe, lakini No Sok Min hakutubu. Badala yake alimlaumu mama yake, kisha akabadilisha dawa ya maumivu na kuweka dawa ya mzio. Katika wosia, mwenyekiti marehemu alimwandikia mwanawe wa kwanza kwamba angelazimika kulipia kile alichokifanya. Sasa kitabu cha mwongozo wa pepo kiko mikononi mwa No Sok Min. Anahisi kwamba lengo lake linazidi kuwa karibu. Siku iliyofuata, polisi walipokwenda kumkamata muuaji, walikuta nyumba yake imechomwa moto. Kulikuwa na kisu kimechomekwa mwilini. Mara moja wakamjulisha Gwan na Dohi. Gwan alikitazama kisu kile na kukumbuka hali alivyodungwa. Akaonekana kana kwamba amepata wazo fulani. Alipotoka kituo cha polisi, Ju Sok Hun alikimbia kuelekea kwake. Gwan alimwomba ampeleke Dohi nyumbani, naye akarudi ofisini mara moja. Hatimaye aligundua kifaa cha kusikilizia chini ya meza. Hii ilimaanisha kwamba aliyekuwa nyuma ya mpango alikuwa na hofu kwamba muuaji angefichua utambulisho wake. Hivyo alikuwa amemuua ili kuficha ushahidi. Upande mwingine, Ju Sok Hun alimuuliza Dohi ni kwa kiasi gani anamwamini Gwan. Alimaanisha kwamba alikuwa akimshuku Gwan kumuua muuaji. Dohi alithibitisha kwamba Gwan si mtu wa aina hiyo. Bila kumruhusu Ju Sok Hun aseme zaidi, Dohi alisisitiza kwamba Gwan alikuwa akimlinda kila wakati. Wakati huo huo, Gwan aligundua kwamba saa zote za mikataba zilikuwa zimesimama. Mara moja akaenda hospitali kuuliza kuhusu mtoto mwenye leukemia. Kabla hajamaliza kuzungumza, aliona kwamba hali ya mtoto ilikuwa imezidi kuwa mbaya. Hapo ndipo alipotambua kwamba nguvu za pepo hazikuwa zimepoteza athari tu, bali zilikuwa zimepotea kabisa. Gwan akaenda mara moja kwa yule mwanamke ombaomba kumuuliza kama anajua kuhusu hali yake. Mwanamke huyo akajibu kwamba sasa alikuwa amekuwa binadamu kabisa. Baada ya hapo, wawili wale walienda kwenye baa ya kifahari. Kila mtu humo alimlakia yule mwanamke ombaomba kwa heshima kubwa. Gwan hakuelewa kabisa, kwa kuwa watu mara nyingi huwahukumu wengine kwa muonekano wao. Ingewezekanaje watu hawa wamtende ombaomba hivyo? Kwa kweli, machoni pa wengine, yule mwanamke ombaomba alikuwa mwanamke tajiri aliyevaa mavazi ya kifahari. Gwan hakuona inafaa kuzungumza mahali pale. Hakuweza pia kufikiria kwamba kwa kupiga tu vidole vyake wangefika katika eneo la jangwani. Mtu huyo alijua kwamba mapepo hayapendi hili, hivyo akaendelea kupiga vidole mara kwa mara na mandhari ikaendelea kubadilika. Gwan alishangaa sana na alitaka kujua yule mwanamke ombaomba aliyekuwa mbele yake ni nani. Alisema wazi kwamba nguvu za kipeponi Gwan alizipata kutoka kwake, na kwa kusema kwa ufupi, yeye alikuwa Mungu. Gwan hakujali sana hilo, alitaka tu kurejesha uwezo wake mwenyewe. Hata hivyo, alikiri kwamba hangeweza kufanya hivyo kwa sababu si yeye aliyekuwa ameziiba. Ilikuwa wazi kwamba uwezo uliohamishiwa kwenye mwili usiofaa ungepotea kabisa, na pepo aliyepoteza uwezo wake naye angepotea. Njia ya kurejesha uwezo ilikuwa rahisi pia. Ilimradi Dohi afe, Gwan angeweza kurejesha nguvu za pepo ikiwa angebaki kuwa hai. Usiku wa mwezi mzazi, alama ingetoweka kabisa na Gwan angepotea. Gwan hakuelewa kwa nini alikuwa amewatenda yeye na Dohi hivyo, lakini kwa kweli hakuwa na uwezo wa kudhibiti kila kitu. Ingawa alisema kwamba yeye ndiye aliyekuwa na wastiki wa kuweka sheria za ulimwengu, lakini kwa uhalisia watu hawakuishi kwa kufuata sheria hizo, bali walichagua kuishi kwa kufuata mapenzi yao wenyewe. Kwa sababu hiyo, mabadiliko yasiyohesabika yalikuwa yametokea katika ulimwengu. Upande mwingine, watu wawili ambao hawakuweza kupata mapenzi ya kweli walipata kila mmoja. Jin Gayeng alimwambia Ju Sok Hun kuhusu utambulisho wa kweli wa Gwan. Alisema pia kuchochea tamaa za watu ili kuwavuta kisha kumiliki roho zao zote ni hila za pepo. Wakati huo huo, yule Mungu alisisitiza tena kwamba mara tu usiku wa mwezi mpevu utakapowasili, magurudumu ya hatima yangeacha kuzunguka. Wakati huo, Gwan angelazimika kufanya uamuzi. Baadaye, Gwan alirudi nyumbani na kugundua kwamba Dohi alikuwa amemtengenezea keki. Ilibainika kwamba alikuwa amejizoeza kutengeneza keki ya siku ya kuzaliwa. Alisema hayo huku akiandika jina la Gwan bila kujua kama ilikuwa ni kwa hisia au kwa ajili ya kuaga. Gwan alimkumbatia Dohi kutoka nyuma. Hata hivyo, Dohi aligundua mara moja kwamba kulikuwa na kitu kisicho sawa. Alimuuliza alikuwa ameenda wapi kwa haraka kiasi kile. Gwan hakuwa na ujasiri wa kusema ukweli, hivyo akatafuta sababu ya kukwepa swali hilo. Dohi alifikiri kweli kwamba hakuna kilichokuwa kimetokea, hivyo akageuka na kumlisha kipande cha keki. Hakutarajia kukubaliwa kwa shauku na Gwan, lakini kwa sababu fulani hakumruhusu aionje. Dohi alifikiri ingekuwa ni upotevu
mpevu kama wasingeila moja kwa moja. Guan alimshawishi kwamba walihitaji tu kuitazama kwa macho. Dohi alisisitiza kuionja na akasema ilikuwa na chumvi nyingi. Guan alimfariji mara moja akisema kwamba keki hiyo ilikuwa kamilifu kwa watu wanaopenda ladha ya chumvi. Dohi kwa utani alimwambia amalize keki yote. Baada ya kusema hivyo, akachota kijiko kimoja na kukileta mdomoni mwa Guan akisema, hii hapa keki yenye chumvi. Usiku huo wawili hao walikaa juu ya paa la jengo. Guan alimuuliza Dohi ni nini alichotaka kufanya zaidi kama dunia ingeharibiwa kesho. Dohi akaegesha kichwa chake begani mwa Guan na kusema alitaka kukaa nyumbani naye siku nzima. Kwanza angelala mpaka kuchelewa kuamka, kisha angefanya utani naye kana kwamba siku hazingeisha. Guan akauliza kama kulikuwa na jambo lingine zaidi ya hilo. Dohi akasema alitaka kusafiri dunia nzima. Akauliza tena kama kulikuwa na jingine. Siku moja ingewezaje kuwa ndefu hivyo? Dohi akajibu kwamba mbali na kufanya mambo pamoja naye, hakukuwa na kitu alichotaka kufanya peke yake. Guan akauliza kwa nini? Dohi akajibu kwamba bila shaka angetumia siku yake ya mwisho akiwa pamoja naye. Wawili hao waliegemeana hadi Dohi akalala usingizi. Hapo ndipo Guan alipothubutu kusema yaliyokuwa moyoni mwake. Aliogopa zaidi Dohi kutoweka katika dunia hii. Baada ya kupanga kila kitu kwa ajili ya Dohi, Guan alikaa kando ya kitanda, akanongona kwamba anaenda mbali. Dohi aliyekuwa amelala ghafla akashika mkono wa Guan na kusema katika ndoto yake kwamba bila shaka angemtafuta. Guan kwa huzuni alitoka nje kuvuta hewa, akaangalia juu angani ambapo mwezi mpevu ulikuwa karibu kutimia. Kisha akaenda tena kwa yule Mungu na kusema kwamba alitaka kuvunja sheria, iwe ni yeye mwenyewe au Dohi walipaswa kuishi. Yule Mungu alishika keti na akamcheka Guan kwa sababu sheria ilikuwa kwamba upande mmoja ukishinda, upande mwingine lazima upoteze. Lakini Guan alihisi kwamba kila kitu kilipaswa kupiganiwa ili kujua matokeo. Hata alipendekeza dau kwamba kama angerudisha uwezo wake na Dohi afe, basi hata miungu ingepoteza. Baada ya kusema hivyo, akazitupa keti juu ya meza na kuondoka. Yule Mungu aliziangalia kwa karibu na kuona kwamba kwa bahati namba zilizokuwa mezani ni 1 Baadaye Guan alirudi ofisini na kumuuliza Mwenyesha ni saa ngapi waliangukia katika mto Han. Mwenyesha alikumbuka kwamba ilikuwa ni usiku wa manane saa 12:30. Baada ya kuthibitisha muda, Guan alimwambia Mwenyesha kwamba kama hangerudi basi lazima achukue nafasi ya mkurugenzi na auze mali zote za Guan. Pesa hizo zingetumika kulipa mkopo wa gari jipya. Baadaye Guan alimwambia Dohi kwamba usiku huo ni usiku wa mwezi mpevu, siku ya kuhamishiwa kwa alama, pia siku ambayo ingeweza kurudi katika mwili wake. Dohi kwa furaha alitaka kwenda fungani pamoja na Guan. Baada ya Mwenyesha kujua kwamba Guan angeweza kutoweka, alihuzunika sana. Wakati huo Jingayong aliona tukio hilo na kumuuliza. Upande mwingine, Guan alienda kituo cha polisi. Kwanza alifafanua kwamba hakukumuua muuaji, kisha akahitimisha kwamba kusudi la kisu kilichochomwa mwilini mwake hakukuwa kumuonya yeye, bali ilikuwa kumuonya Dohi. Aliogopa kwamba maisha yake yangekuwa hatarini, hivyo alitaka kuomba msaada wa polisi kuhakikisha usalama wake. Wakati huo huo, Jingayong alikwenda kwa Dohi na kusema kwamba kama Guan angeshindwa kurejesha alama, angekufa ndiaba yake. Dohi alisema kweli hakuwa anaelewa. Jingayong akaendelea kusema kama alama isingerudi kwa Guan usiku huo, angekufa, lakini kama Dohi angekufa, alama ingerudi kwa Guan. Kabla hajamaliza kusema, Jingayong akaweka chupa ya sumu mkononi mwa Dohi na kumsihi amwokoe Guan. Wakati huo Guan alifika na kumuuliza Jingayong alikuwa anafanya nini, na Dohi tu alitaka kuthibitisha kama yale aliyosema ni ya kweli. Guan hakujibu, akamshika mkono Dohi kwamba waondoke. Jingayong akapiga kelele tena kwamba kitu chochote Dohi angeweza kumfanyia Guan ni kufa. Guan akazungumza mara moja kumzuia na kumkumbusha asivuke mipaka. Kwa wakati huo akili ya Dohi ilikuwa imejaa mkanganyiko. Akaondoka kwanza juu ya paa ili afikiri kwa kina. Guan alimshauri Jingayong aache kuwa na ndoto za hisia kwa sababu machoni mwake hakukuwa kitu. Baada ya kusema hivyo, akamfuata Dohi. Dohi aliendesha gari huku akikumbuka maneno Guan alisema jana usiku na sasa yalisikia kama kuaga. Hivyo akamuuliza Mwenyesha athibitishe kama maneno ya Jingayong ni ya kweli. Japo alihuzunika sana alipogundua ukweli. Maneno ya Jingayong yaliendelea kusikika masikioni mwake. Akautazama mto na akakumbuka mara ya kwanza alipokutana na Guan. Akaamua kwamba hata iwe kwaje ilimbidi aruke ndani ya mto mara 100 au mara 1000.
Haijalishi nini, ilibidi afanye alama irudi kwake. Kabla Dohi hajamaliza kusema, Guan alimkumbatia gwahi mikononi mwake. Wakati huo wote wawili walikuwa wakimfikiria mwenzake. Wakati huo huo, watu wawili ambao hawakuweza kupata upendo kweli walikutana. Guan alikuwa ana wasiwasi kwamba alama ingemweka Dohi hatarini. Jingayong akatumia wasiwasi huo kumdanganya. Akasema kwamba kila aliyemkutana na Guan hakukuwa na mwisho mzuri. Kama mtu huyo hakuishi katika mateso, basi ilibidi auze roho yake jehanamu. Guan alizidi kuwa na wasiwasi aliposikia hayo. Jingayong akafichua kwamba siku hiyo ilikuwa nafasi ya mwisho kuwazuia wawili hao. Guan alimpeleka Dohi ufekoni. Walizungumza kutoka asubuhi hadi usiku, wakijaribu kurejesha alama katika nafasi yake ya awali. Kwa bahati mbaya, gari likaishiwa na mafuta. Wakaenda katika kituo cha mafuta kilichokuwa karibu. Dohi alitaka kununua postcard ili kuikumbuka siku muhimu kama ya leo. Alikwenda kulipa kwanza bila kujua kwamba kuna mtu alikuwa akimfuatilia. Mtu huyo hakuwa mwingine bali No Do-kyung. Ilibainika kwamba alikuwa na simu mbili, moja kati yake ikiwa inaonyesha wakati ule ule kwamba No Sok-min hakuwepo. Pia alijua kuhusu baba yake kumuua muuaji. No Sok-min alitumia pasi ya moto kumwadhibu mwanawe, lakini mama yake alivaa vipokea sauti ili kujifanya kwamba hakujua chochote. Kumtazama tu ilionekana wazi kwamba mume wake alikuwa akimpiga mara kwa mara. No Sok-min pia alimkumbusha mwanawe atafute njia ya kuthibitisha kwamba ana manufaa. Hivyo No Do-kyung alihamishia chuki yake yote kwa Dohi. Wakati huo huo, Jun alimpigia Dohi simu na kumwambia akae mbali na Guan. Alisema moja kwa moja kwamba tayari alijua utambulisho wa Guan. Alidhani kimakosa kwamba yule pepo alitaka kuwadhuru watu ili ajiokoe. Ghafla, No Do-kyung aliwasha gari na kulikimbiza kuelekea kwa Dohi. Wakati huo huo, No Sok-min alikuwa ametangazwa rasmi kuwa mwenyekiti wa. Muda mfupi baadaye, gari lilishika moto na kusababisha mlipuko mkubwa. Guan alipuuza jaribio la Jingayong kumzuia na kukimbilia ndani ya moto. Miali ya moto iliwaka kwa nguvu, sawa kabisa na taswira aliyokuwa ameiona katika ndoto yake. Ghafla, Guan aliona postcard ambayo haikuwa imeungua ikiwa chini. Ilibainika kwamba Dohi alikuwa ameandika juu yake kwamba kama angekabiliwa na chaguo gumu, bila shaka angemchagua yeye, kwa sababu kumpoteza yule anayempenda ilikuwa chungu zaidi kuliko kujipoteza yeye mwenyewe. Roho ya Guan ikarejea. Alimkuta Dohi akihema kwa shida pembeni. Alikuwa amechukua hatua mbili tu, paa liliporomoka na kumwangukia. Wakati huo, kituo cha mafuta kilikuwa karibu kuungua kabisa. Jingayong na Jun wote walidhani kwamba wawili hao bila shaka walikuwa wamekufa, lakini ghafla Guan alimbeba Dohi na kutoka naye nje. Dohi hakuwa amejeruhiwa hata kidogo. Ilibainika kwamba Guan alikuwa ametumia nguvu zake zote katika hali yake ya hofu. Mwishoni, alimshika Dohi mkono kwa nguvu na alama ya kimiujiza ikarudi kwenye kifundo cha mkono wake. Safari hii Guan alikuwa ameshinda dhidi ya miungu. Kitu cha kwanza ambacho pepo alifanya baada ya kurejesha hali yake kamili ya mwili, bila shaka kilikuwa ni kufurahia maisha. Wakati huo huo, alionyesha kwa uhuru dharau yake kwa wanadamu wadogo. Kwa ujumla, hali ya moyo wa Guan ilikuwa nzuri sana. Dohi alipomwona akiwa na furaha, naye pia alihisi furaha, lakini Guan aliogopa sana kwamba mke wake angeumia tena. Alimbeba Dohi na kumweka kwa uangalifu juu ya sofa. Alisema kwamba ingawa Dohi alionekana mzima kwa nje, madhara ya tukio hilo yangeneza kudumu kwa muda mrefu. Aliogopa kweli, karibu ampoteze mke wake. Dohi alimrekebisha moja kwa moja kwamba karibu wapotezane. Baada ya kusema hayo, alisimama na kujiandaa kwenda kazini. Hivyo basi, Guan alimfuata moja kwa moja nyuma yake. Alimchukulia vitu vilivyokuwa juu kwa ajili ya mke wake na kumsaidia kuchagua vazi. Kwa ujumla, alionekana kama mwanamume mwema, ingawa alikuwa na wasiwasi kwamba angechelewa kufika kazini. Bila kutarajia, Guan alitoweka kwa kupiga kidole. Baada ya hapo, akaanza maonyesho ya mavazi ya ofisini. Alifikiri anaonekana mkamilifu. Guan alimwomba Dohi amsaidie kuchagua vazi. Dohi aliyalinganisha na kuamua vazi la kisasa zaidi. Ndani ya muda mfupi, Guan alikuwa tayari amebadilika. Kutazama sura ya Dohi, ilionekana wazi kwamba alipenda sana. Kwa kufumba mkofumba, wawili hao walifika kampuni. Katibu Shin aliona aibu sana alipowaona. Aliwasalimia huku akigeuza kichwa chake pembeni. Upande mwingine, No Sok-min hakushangaa hata kidogo kujua kwamba Dohi na Guan hawakuwa wamekufa. Kinyume chake, alizidi kuvutiwa zaidi. Wakati huo huo, Guan alianza kutafuta mkandarasi mpya. Muda si mrefu akampata mtu anayefaa. Mzee mmoja alikuwa ameshika picha yake na mke wake. Alitumaini kwamba angeweza kumtambua hata mara moja tu. Kabla hajamaliza, Guan aliingia chumbani na kusema kwamba angeweza kutimiza tamanio la mzee, lakini ilibidi asaini mkataba na Guan kwamba baada ya miaka 10 angeenda Zihenimu. Ghafla, mwanamke mzee alimuita akimtafuta mume wake. Ilibainika kwamba alikuwa na ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu za uzee na hakuweza tena kumtambua mume
mume wake, na tamanio lake lilikuwa ni kumwona mume wake mpendwa mara ya mwisho baada ya kufa. Mzee aligeuka akitumaini Gwan angemsaidia. Gwan alisema kwamba muda wake haukuwa mwingi, na akauliza kama angekubali kwenda Zehenimu badala ya kupata dakika 2 ambazo mwanamke wake angemtambua. Mzee alisema kwamba kama angeweza kumtambua, alikuwa na jambo kumwambia. Gwan hakuelewa kama ilikuwa na thamani au la, lakini bado alitumia nguvu zake za kimiujiza. Kwa kupiga kidole, mwanamke mzee alimwona mume wake akiwa kijana. Akauliza alikuwa wapi na kwa nini amerudi hadi sasa hivi. Mzee alijibu kwamba kila siku alikuwa pembeni wake. Mwanamke mzee alidhani kwamba hakumhitaji tena. Mzee alihuzunika sana na kusema kwamba kama yeye hayupo ataishi vipi, lakini mwanamke mzee alimshauri kwamba hata kama yeye ataondoka, aishi vizuri kwa sababu atakuwa mbinguni akimwangalia mume wake daima. Wawili hao wakaahidiana kututana tena baada ya miaka 100 na hakuna aliyeruhusiwa kumsahau mwenzake. Aliposikia hayo, yule pepo aliyeishi kwa mara zaidi ya miaka 100 alitoka na machozi. Gwan hakujua kama aliguswa au kama alikuwa mwanadamu. Mwishoni aliamua kutosaini mkataba na mzee. Hakuweza kuelewa kabisa kwa nini kulikuwa na mtu mpumbavu kiasi hicho ambaye angebadilisha miaka 10 badala ya dakika 2. Muda mfupi baadaye, Gwan alirudi kampuni akiwa na huzuni. Dohi aliona hilo na akapendekeza kwamba waende kumkamata muuaji wa kweli. Alidhani kwamba kuna mtu alikuwa amefichua mahali walipo wawili hao. Siku hiyo, watu pekee waliokuwa wanajua njia yao walikuwa June, Jin-ga-yong, mnyweshaji na Katibu Shin. Ikatokea tu kwamba Katibu Shin alikuwa anatoka kazini huku akiwa na tabia ya ajabu. Hivyo wanadoa wakaanua kuanza kumchunguza. Usiku huo waligundua mara moja Katibu Shin akienda kwa siri kando kando ya mto. Kisha akatokea mwanaume wa ajabu akiwa ameshika boksi kubwa mkononi. Gwan akahitimisha kwamba kulikuwa na rushwa ndani yake. Alisema wazi kwamba watu wanaweza kufanya jambo lolote lisilo la kimaadili kwa ajili ya pesa. Hivyo Dohi na Gwan wakakaribia kwa siri ili kupiga picha kama ushahidi. Bila kutarajia, Katibu Shin alimkumbatia mwanaume huyo kwa shauku na kumbusu, jambo lililomfanya Dohi ashangae na kubonyeza kitufe cha kamera kwa papara. Kumbe siku ile yule butler alikuwa amemrudisha nyumbani Katibu Shin akiwa amelewa, na hata akatumia shati lake kumsaidia kufuta damu iliyokuwa ikimtoka puani. Tangu wakati huo Katibu Shin alimuona kama mwanaume mkamilifu. Walikuwa katikati ya mapenzi ya moto. Baada ya kuondoa mashaka yao juu yake, walirudi nyumbani. Gwan hakujua kama alikuwa amehamasishwa au ameguswa na mapenzi ya kina ya butler, lakini kwa ghafla alimchumbia Dohi. Usiku huo Gwan aliota kuhusu mwanamke aliyewahi kukutana naye alipokuwa bado mwanadamu. Akaanza kujiuliza yeye ni nani. Siku iliyofuata No Sok-min alikuja kumwona mdogo wake na kuanzisha fujo. Gwan akasimama kumlinda mke wake. No Sok-min akasema kwamba wamekuwa wameoana kwa muda mrefu, lakini bado hajui jinsi ya kuwaita ipasavyo. Kisha akaangalia kwa makusudi alama kwenye kifundo cha mkono wa Gwan na kugundua kwamba ilikuwa imerudi. Dohi alipoona picha aliyokuwa ameileta, alikumbuka utoto wake. Aliwahi kumkuta Ju Chun-suk akiitazama picha hiyo kwa makini, lakini alipoona kuna mtu anakuja aliificha kwa makusudi. Dohi alipata fahamu na kumtambulisha Gwan kwa wazazi wake. Mara nyingi alikuwa akijiuliza kama asingewasisitiza sana kusherehekea siku yake ya kuzaliwa, je, wazazi wake wangekuwa bado hai? Dohi alihisi kwamba kila mara mtu muhimu kwake anapopatwa na mkasa huwa ana tabia ya kujilaumu. Kimsingi alijua hiyo si mantiki, lakini bado hakuweza kuacha kujiuliza nini kingetokea kama angefanya tofauti. Wakati huo alichotaka ni kukumbatiwa tu. Gwan akasimama mara moja bila kusita. Dohi akasema kwamba anamhitaji awe pembeni yake, hivyo siku zijazo asiseme tena kwamba anataka kwenda mbali peke yake. Gwan akasema ombi lake limekubaliwa. Muda si mrefu June alifika kampuni. Mpaka sasa bado hakuamini kwamba kweli kuna mapepo duniani, lakini hakuelewa kwa nini muuaji ana target Dohi. Si tayari Dohi alikuwa ameacha urithi? Dohi alihisi kwamba lengo la upande wa pili hakuwa pesa wala nafasi ya mwenyekiti, bali ni kumuua yeye tu. Akakumbuka kwamba No Sok-min alikuja na akasema atafadhili kampuni yake. June akapendekeza aende kumchunguza No Do-kyung kwa sababu anaonekana hana hatia na mjinga. Baada ya hapo June akala chakula cha jioni na familia ya No Sok-min, lakini hakumuona No Do-kyung popote. Alipomtaja No Sok-min akasema kwa uongo kwamba yuko kwenye safari ya kazi. June alipoenda chooni akafungua mlango wa chumba cha kusomea. Alipokuwa anataka kuingia, No Sok-min akamuita ghafla arudi. Alipotoka akaenda kumwambia Dohi kwamba No Sok-min anaonekana akificha kitu. Alikuwa ameona kitabu chenye jalava la bluu kwenye chumba cha kusomea. Kilikuwa ni mwongozo wa pepo ambao Gwan alikuwa amepoteza, lakini kila hatua ya June ilikuwa chini ya uangalizi wa No Do-kyung. Kisha No Do-kyung akaenda kwenye chumba cha hospitali cha siri. Kumbe baada ya kujeruhiwa alikuwa amefungwa humo na bado hakujua kwamba Gwan na Dohi wako hai. Baba yake hakumwambia. Badala yake alimwambia aende akajisalimishe na kubeba lawama zote, kuanzia mauaji ya Ju Chun-suk hadi jaribio la kumuua Dohi, ndipo hata mtupa. Kwa hiyo No Do-kyung akaenda polisi kujisalimisha. Wakati huo Gwan na Dohi wakatumia nguvu za kichawi kumtafuta. Walijitokeza mbele yake bila kamera kuwaona. Walitaka tu kujua ni nani aliyemdhuru Ju Chun-suk. No Do-kyung akasema alikuwa anafuata
amri, lakini alipoulizwa nani aliyekuwa nyuma ya yote, akachanganyikiwa na kupagawa hofu. Hawakupata taarifa nyingine. Usiku huo Guan alipolala, aliota tena ile ndoto ya ajabu. Safari hii aliona uso wa yule mwanamke na tukio la yeye kumchoma kisu. Akaamka kwa mshtuko na kujiuliza kama Dohi wa miaka 200 iliyopita ndiye aliyemuua. Wakati huo alikuwa mwana wa familia tajiri wa So Ai, kijana aliyekuwa akiheshimiwa na kupendwa na watu wa kijiji. Naye alikuwa mwanamke huru, mcheza ndama ya upanga aliyekataa mamlaka na kuishi maisha ya kutangaa-tangaa. Kwa bahati wakakutana. Tangu siku hiyo, yule kijana tajiri alitumia kisingizio cha kusoma ili amsubiri msichana huyo kwenye sehemu yao ya kukutana. Ingawa uigizaji wake dhaifu ulionekana na kila mtu, kila mmoja alijua lengo lake ni nini. Kadiri walivyozidi kukutana, walizidi kuwa karibu na kijana huyo akaangukia mapenzi mazito kwa Walsem. Usiku moja hawakurudi nyumbani. So Ai akauliza kwa nini alikuwa ametoka mjini mkubwa na kuja kuishi sehemu ndogo kama hiyo. Walsem akasema wazi kwamba alikataa kuwachezea watu wa tabaka la juu. Hata kama alikuwa Kiseng, asingekubali kucheza bila kufuata moyo wake. Alikuwa amekuja hapa kuokoa maisha yake. So Ai alihisi kwamba lazima kulikuwa na jambo ambalo lilimfanya Walsem achague kufa kuliko kucheza. Wakati huo, Kimwilimwili alikuwa amepita akiruka. Hivyo Yisan alimkamata kwa uangalifu na kumweka mbele yao wawili. Hali ya hewa kati yao ikawa ya karibu zaidi. Akaeleza upendo wake kwake kwa kawaida kabisa. Hata hivyo, Walsem hakujua jinsi ya kuitikia aliposikia maneno hayo. Yisan akadhani kwamba upande wa pili hakuwa amemwamini. Ndipo mara moja akasema kwamba wangeweza kuoana. Walsem akasema kwamba hisia ya kibinadamu iliyo ya kipumbavu zaidi ni upendo. Zaidi ya hayo, kwa hadhi yake, jambo la juu zaidi aliloweza kufanya lilikuwa kuingia katika jumba kama Suria. Hivyo Yisan akapendekeza wakimbie pamoja, lakini Walsem akasema kwamba kama wangekimbia, wasingeweza kamwe kuikimbia dunia hii. Maadamu dunia hii haijabadilika, mwisho wao usingebadilika. Ndipo Walsem akafichua sababu iliyomfanya ashindwe kucheza ngoma. Siku hiyo aliona rafiki yake wa thamani zaidi akiondoka duniani. Sababu ilikuwa kwamba rafiki yake na mwana wa afisa walikuwa katika upendo, lakini uhalisia ulikuwa kinyume kabisa na ndoto zao. Kwa hiyo upendo hauwezi kuwaokoa watu, bali huwafanya watu kuwa dhaifu. Baada ya kusema hivyo, Walsem akageuka ili kuondoka, lakini Yisan akamuita arudi. Akathibitisha kwamba upendo unaweza kuwaokoa watu. Ikiwa hatimaye wangeanguka kuzimu, angekuwa tayari kuzama pamoja naye. Kwa kweli, Walsem alikuwa tayari ameshakuza hisia za dhati kwa bwana mdogo, lakini kwa sababu ya tofauti ya tabaka na hadhi, bado hakuthubutu kupiga hatua mbele. Si muda mrefu baadaye, Yisan alipata kitabu kuhusu maarifa ya Magharibi. Kilizungumzia wazo kwamba kila mtu huzaliwa akiwa sawa, bila tofauti kati ya juu na chini. Baada ya kukisoma, Walsem pia akahisi nafuu zaidi. Lakini kwa tahadhari, Yisan akaamua kufanya mtihani. Alitaka kupata mafanikio ili wawili hao waweze kuoana. Hata hivyo, aina hii ya upendo mara nyingi huishia katika msiba. Haraka sana, mtumishi akaripoti suala la bwana mdogo na Walsem kwa baba yake, ambaye pia alikuwa bwana wa mji huo mdogo. Si muda mrefu baadaye, Yisan akajiandaa kwenda katika mji mkubwa kufanya mtihani. Kabla ya kuondoka, alimpa Walsem pambo alilokuwa akivaa kama ishara. Walsem akaahidi kulibeba daima, huku akisubiri kurudi kwake. Hata hivyo, mara tu Yisan alipoondoka mjini, mfalme wa Joseon akatoa amri ya kupiga marufuku fasihi ya Magharibi. Yeyote aliyekuwa ameisoma angeadibiwa bila huruma. Yeyote aliyemficha mfuasi angechomewa nyunga yake. Bwana mzee akaogopa kwamba maafa yangempata mwanawe wa pekee, hivyo akaamua kumchagua mtu wa kuwa kafara. Mtu huyo alikuwa Walsem. Baada ya Walsem kuvumilia adhabu ya kikatili, afisa akamlazimisha afichue wafuasi wengine kwa sababu hakuamini kwamba katika mji huu mdogo kulikuwa na mtu mmoja tu. Aliua akamwonyesha ishara ya watu wawili hao na kuahidi kwamba mradi tu atafichua mwenyewe angeachiliwa, lakini Walsem akasisitiza kwamba ilikuwa yake. Muda ukapita na Yisan hatimaye akarudi akiwa amefaulu. Siku hiyo hiyo ndiyo ilikuwa siku ya kunyongwa kwa Walsem. Ingawa Yisan alikimbia uwanja wa kunyongwa bila kujali, bado alichelewa kwa hatua moja. Akamwona akiwa katika hali ya kutafa. Maneno kwamba upendo hauwezi kumwokoa mtu yakagonga masikioni mwake. Akili ikabadilishwa na chuki kwa muda wa papaishu. Mwishoni akawa pepo. Yisan akavuta mpanga wake na kuwaua wote waliokuwepo. Hata mtumishi aliyekuwa pembeni mwake siku zote hakuepuka kifo. Baada ya kuthibitisha kwamba hakukuwa na manusuru, yeye pia akachagua kuondoka duniani. Akasema kwamba kama mahali alipokuwa yeye palikuwa mbinguni, basi yeye hangeenda huko. Guan akaamka na kumtazama Dohi aliyekuwa amelala usingizi mzito. Ndipo akakumbuka kwamba imani zake zilimfanya apoteze maisha yake. Guan akakumbuka kumbukumbu zake za kibinadamu na mara moja akaenda kumwona Mungu. Hakuelewa kwa nini alimgeuza kuwa pepo. Mungu hakuficha chochote, akisema kwamba iwe mbinguni au kuzimu, vyote vinahitaji watu. Aliona kwamba Guan alikuwa na wasiwasi kwamba hatima ingerudi kujirudia. Aliogopa kwamba Dohi angeumia tena. Migungu ikasema kwamba ni jambo la kisikitisho kwamba hatima ingerudi kweli. Ilikuwa ni Guan aliyesababisha hayo, na hiyo ndiyo gharama ya kile alichofanya. Wakati huo, Kim Sara akamshauri mwanawe awe na subira kwamba baba yake bila shaka atamsaidia. Hata hivyo, No Do Jung alijua kwamba mama yake alimpuuzia wakati baba yake
alipompiga. Hilo likamfanya awe na hasara isivyotarajiwa. Kim Sara akamlaumu mwanawe kwa kutomsikiliza baba yake. Alidhani kwamba hakuweza kujithibitisha, ndio maana aliadhibiwa. No Do-jung akaporomoka kabisa baada ya kusikia hivyo. Kwa hasara, akamkumbusha mama yake kwamba yeye ndiye angekuwa wa pili kupigwa. Si muda mrefu baadaye, alipotoka gerezani, Kim Sara akapokea simu. Baada ya kuisikia, mara moja akazimia. Wakati huo huo, Do-hee pia akapokea habari kwamba No Do-jung ameshaondoka gerezani. Mazishi ya No Do-jung yakafanyika haraka sana. No So-myon akalia, yakionekana mwenye kuvunjika moyo. Kim Sara akamtazama mume wake kwa macho yenye maana. Ilibainika kwamba kila mara mwanawe alipokuwa akipigwa, alikuwa akijikuna mikono kwa kiasi kubwa, hadi sasa ngozi yake imeshakufa kabisa. Baada ya mazishi, Do-hee akamkaribia No So-myon. Mara moja akaomba msamaha kwa mwanawe kumuua Ju Chon-suk, lakini mazungumzo yakageuka namna alivyotamani afikirie kuhusu kampuni na kuiweka siri. Do-hee akauliza kama anajali kampuni tu. No So-myon akaeleza kwamba kampuni hiyo ilijengwa pamoja na mama yake na baba yake. Walifanya kazi kwa bidii na kupitia magumu mengi kuijenga. Alifikiri kwamba ikiwa dunia ya nje ingejua kwamba mjukuu alikuwa na ugonjwa wa akili na alimuua bibi yake kwa faida yake mwenyewe, kampuni ingeathirika. No So-myon akasema kwamba ombi hilo halikuwa kwa ajili ya kampuni pekee, bali pia kwa ajili ya familia. Akasisitiza kwamba wao ni ndugu baada ya yote. Do-hee akajibu tu kwa kenaya kwamba familia mara nyingi huonekana kuwa kisingizio kizuri pale kunapokuwa na jambo lingine lililojificha. Baada ya kusema hivyo, Do-hee akaondoka pamoja na Gwan. Wawili hao wakafika mbele ya kaburi la Gu Chon-suk. Do-hee akadhani kwamba kila kitu kilikuwa kimekwisha, lakini mwishowe hakuna kilichokuwa kimebadilika. Akamuuliza Gwan kama kweli kila kitu kingekuwa bora kadiri muda unavyopita. Gwan akakumbuka maisha yake ya zamani akiwa binadamu na kusema wazi kwamba hapana, watu husahau kwa muda tu. Usiku huo wakaenda kutazama maonyesho ya taasisi ya Sunwol. Baada ya hapo, Jin Gong akajiandaa kwenda nje ya nchi na hangerudi tena. Hata hivyo, alipokuwa akiangalia ngoma yake, Gwan alionekana kuona kivuli cha Wolsam. Kumbukumbu ile iliyosahaulika iliendelea kurudi, kana kwamba inamkumbusha kwamba hakutakuwa na mwisho mzuri. Akiwaza hivyo, macho ya Gwan yakajaa machozi. Do-hee akagundua mara moja na kuwa na wasiwasi juu yake. Gwan akamweleza kwamba alipokuwa bado binadamu aliua watu wengi. Miongoni mwao kulikuwa na watu waliompenda na watu aliowapenda. Do-hee akauliza kama kulikuwa na sababu. Gwan akasema kwamba alimfanya mwanamke aliyempenda zaidi kuwa kafara. Alijilaumu na kuhisi kwamba kama asingempenda huenda asingekufa. Hivyo sasa aliogopa sana kwamba hatma ingerudia tena. Do-hee akamfariji kwamba kama hatma ilikuwa imekusudiwa kujirudia, basi wakabiliane nayo pamoja. Sasa Do-hee alikuwa kama yeye wa zamani. Macho yake yalikuwa yamejaa azimio. Gwan akaamua kuunda mwisho mkamilifu safari hii. Siku ambayo wazazi wa Do-hee walipata ajali ya gari ilikuwa ndiyo siku ambayo Gwan alisitisha mkataba. Mara tu alipokamilisha jukumu hilo, alimuona Gunsep pembeni yake. Pepo huyo akatabasamu mara moja. Gwan akamweleza Do-hee kwa kina kuhusu maisha yake alipokuwa binadamu. Baada ya kusikiliza, Do-hee alimkumbatia tu. Alisikitikia maisha yake ya zamani yenye huruma, na pia alihisi kwamba mwisho haukuwa mkamilifu vya kutosha, na hilo ndilo hasa Gwan alilokuwa anaenda kufanya baadaye. Kwanza alitumia nguvu zake za kichawi kuzima taa zote, kisha akaonyesha kimulimuli kilichokuwa katika kiganja cha mkono. Alipaswa kuandika upya mwisho wa wawili hao katika maisha haya ili uwe mkamilifu. Alipokuwa akienda kazini siku iliyofuata, Do-hee ghafla akakumbuka kwamba leo ilikuwa Christmas. Gwan akadhani kwamba kwa kuwa ni sikukuu anapaswa kusikiliza nyimbo zinazohusika. Wakati huo Do-hee akagundua ajali ya gari karibu. Mawazo yake yakarudi ghafla, siku ambayo wazazi wake walikufa. Mara moja akahuzunika. Gwan akaona wazi kabisa mabadiliko ya uso wake. Kisha akaenda kumuona Ju-kun. Baada ya yote, ni mtu huyu pekee aliyemwelewa Do-hee. Gwan alitaka mke wake awe na furaha, lakini Do-hee siku zote alihisi hatia katika nyakati za furaha. Kulingana na ufahamu wa Ju-kun, Do-hee wahi kusema kwamba kabla ya wazazi wake kufariki, miaka yote familia nzima waliishi pamoja ilikuwa ya furaha zaidi, lakini mkasa ukatokea ghafla. Do-hee alikuwa na furaha, hivyo Ju-kun akakisia kwamba labda Do-hee alikuwa anaogopa, ndiyo maana akawa hivyo. Baada ya tukio hilo, Do-hee akaendelea kuhama na kuishi kwa ndugu. Ndugu walijali tu urithi na fidia. Fedha zilipokwisha, Do-hee mdogo akawa mzigo kwao. Kisha Ju Chon-suk akamchukua Do-hee. Ilikuwa pia kutokana na ushawishi wake ndipo Do-hee akawa mhuru zaidi kujieleza. Lakini sasa Ju Chon-suk naye amefariki. Wakati mmoja uliopita, Do-hee alisahau kwa muda maumivu yake ili kumtafuta muuaji. Baada ya No Do-jong kuadhibiwa, huenda alikumbuka tena mawazo ya Peter. Usiku huo Do-hee alilala katika chumba cha kusomea. Gwan akaona kwamba alikuwa anaota ndoto. Ndani ya ndoto, Do-hee aliwaita wazazi wake na Ju Chon-suk bila msaada, lakini hakupata jibu lolote. Gwan akaingia katika ndoto ya Do-hee na kumpa mkumbatio wa jato. Wakati huo Do-hee alikuwa analia na kujilaumu. Alijilaumu kwa kifo cha wazazi wake. Gwan akamfariji kwamba hakufanya makosa lolote.
zote. Dohi akauliza kwa nini kila mtu alimwacha. Kisha Gwan akampeleka Dohi nyumbani. Wazazi wake na Ju Chan-suk walikuwa wanapamba mti wa Christmas. Alikuwa amewaza tukio hili mara nyingi, hivyo hakujali kama ilikuwa ndoto au la, akaishi furaha pamoja na familia yake. Upande mwingine, Kim Sara alikuwa akiteseka na No Sok Men hadi kufikia hatua ya kuchanganyikiwa. Alitaka kutoroka katika nyumba hiyo, hivyo akafungua sanduku siri. Ndani yake akagundua kitabu cha mwongozo wa pepo, lakini kabla hajaona vizuri, No Sok Men akatokea nyuma yake. Ndipo akagundua kwamba mke wake hakuwa mjinga, bali alikuwa anajifanya tu kana kwamba hausiki. Usiku huo kila mtu alialikwa kwenye sherehe ya No Sok Men. Lengo halisi la No Sok Men kulikuwa ni kununua hisa walizokuwa wanashika. Dohi alikuwa wa kwanza kukataa. Yeye na Gwan wakasimama na kuondoka. Ju-kun akafuata. Alihumidi kwamba kaka yake hangepata uamuzi mbaya. Hata No Sujin ambaye kwa kawaida alionekana mtiifu alikataa. Hata hivyo, No Sok Men akamwonya kwamba nia njema ya kaka yake ilikuwa ni tosha kwa leo. Yaliyobaki angeyashughulikia yeye mwenyewe. Asubuhi iliyofuata, ofisi ya mwendesha mashtaka iliperua kampuni ya Ju-kun kwa kisingizio la malipo haramu ya fidia. Mara moja akaenda kwa No Sok Men kumuuliza anataka kufanya nini. Ilibainika kwamba No Sok Men aliwafukuza baadhi ya wafanyakazi hapo awali na kuwabadilisha kuwa wa mikataba ya muda. Kwa mitazamo wa Ju-kun, hilo lilikuwa sawa na kupuuza maisha ya watu, lakini No Sok Men hakufikiria hivyo. Aliamini kwamba kuwa mfanyabiashara ni kuzungumza biashara. Mara moja akaita bodi ya wakurugenzi na kuamua kumwondoa Ju-kun katika nyadhifa zake zote. Alitaka kuonyesha nani mwenye nguvu. Baada ya kujua hilo, Dohi akavamia ofisi ya No Sok Men, akamkosolea kwa kufanya maamuzi ya kiimlati na kutumia vibaya mamlaka yake. Alikuwa anaenda kinyume na filsafa ya biashara ya Ju Chan-suk, lakini No Sok Men akasema kwamba enzi ya mama yake ilikuwa imekwisha. Dohi aliposikia hivyo, akakumbuka kwamba yeye na Gwan walikuwa wamepata simu iliyowasiliana na muuaji. Jina lililo ndani lilikuwa la mwandishi wa kitabu. Mtu huyo alitaka kupata kila kitu alichokitaka na hakusita kuharibu kila kitu. Kwa maana nyingine, aliyemdhuru Ju Chan-suk ni No Sok Men, lakini No Sok Men akamlaumu Dohi. Alisema kwamba kama si yeye, kila mtu hawangekuwa katika hali hii. Dohi akauliza hivi kwaje aliweza kumuua mama yake mzazi? Bila kutarajia, Nin alisema kwamba yule mwanamke mzee alikuwa pepo na kwamba yeye amekuwa hivyo kwa sababu yake. No Min akamwambia Dohi kwamba wazazi wake kwa kweli waliuawa na Ju Chan-suk. Wakati huo huo, Gwan akaenda kwa Kim Sara kumuuliza kama alikuwa ameona kitabu cha kijani. Kim Sara akadanganya na kusema kwamba hakukiona. Gwan akasema kwamba kama angekipata kile alichokuwa na kihitaji, amwasiliane naye. Nani ajuaye, huenda hicho kingekuwa kitu kitakachomwokoa kutoka mahali pale. Baada ya kusema hivyo, Gwan akaondoka katika chumba cha hospitali. Upande mwingine, No Min akatoa kinasa sauti. Ilibainika kwamba yeye pia alikuwepo eneo la tukio siku ile. Wazazi wa Dohi na Ju Chan-suk walikuwa na mabishano. Zaidi ya hayo, yeye alirekodi mazungumzo yao kwa siri. Wakati huo, Ju Chan-suk kwa hasira alifukuza gari la wazazi wa Dohi. Mwishowe wakapata ajali. Baada ya hapo, kampuni ikakuwa haraka sana na kuwa namba 1 nchini Korea. Pia akasema kwamba wazazi wa Dohi walikuwa kafara ili kampuni ikue kwa namna hiyo. Dohi hakuamini maneno ya No Min. Hata hivyo, No Min alizidi kuchanganyikiwa kadiri alivyoongea. Akakimbilia mbele na kumshika shingoni. Wakati huo, Kim Sara akamfikia Gwan. Akakiri kwamba Ju Chan-suk na No Yang wote waliuawa na No Su-men na kwamba yule aliyejaribu kumuua Dohi alikuwa yeye. Wakati No Su-min alipokuwa karibu kumuua Dohi, mara moja akatupwa mbali, kisha akashikwa shingoni kwa mkono mmoja na Gwan na kuinuliwa juu. Walinzi waliokuwa nje walisikia kelele isiyo ya kawaida na kukimbilia ndani ya ofisi, lakini wakati huo wote watatu walikuwa wametoweka. Gwan akatumia nguvu zake za kichawi kumpeleka No-kin na Dohi mahali pa urefu wa mita 100. Hata hivyo, No-kin alijua kwamba kama pepo angeua mtu angegeuka kuwa majivu, hivyo hakuwa na hofu hata kidogo. Kwa kweli, Gwan alikuwa anachelewesha muda kwa makusudi, kwa sababu wakati huo Kim Sara tayari alikuwa amefika kituo cha polisi kufichua uhalifu wote wa mume wake. Baada ya kusikia hivyo, No Min akaanza kuogopa, akaomba kusaini mkataba na pepo. Haijalishi ni nini, angeweza kuacha kila kitu ili mradi tu aliyoyafanya yasingewekwa hadharani. Pia akaahidi kwamba hatathubutu tena kumkaribia Dohi siku zijazo. Bila shaka, Gwan hakukubali. Hata katika hatua hiyo bado alithubutu kumzungumzia mke wa Gwan. Alipoona kuomba hakusaidii, No Su-men ghafla akaondoa mkono wa Gwan na akaanguka moja kwa moja chini. Ilionekana kwamba chuki yote ilikuwa imeishia hapo. Baadaye, vyombo vya habari vikafichua ukweli kwamba No Su-men alimuua mama yake mzazi. Pia wakasisitiza kwamba mwili wake haukupatikana. Hata uwezo wa Gwan wa kujisafirisha haukuweza kumpata mtu huyo. Ilionekana kwamba ingeweza kuthibitishwa kwamba No Su-men alikuwa amekufa. Hata hivyo, Dohi aliendelea kukumbuka maneno yake. Hakuweza kusahau kwamba Ju Chan-suk aliwadhuru wazazi wake. Siku iliyofuata, Kim Sara akamrudishia Gwan mwongozo wa pepo. Gwan hakuweza kuficha mashaka yake. Akamuuliza kama alijua kuhusu No Su-men kusema kwamba Ju Chan-suk aliwaua wazazi wa Dohi. Kim Sara akasema kwamba hata kama hakujua, kama No Su-men alisema hivyo, basi lazima iwe ni kweli. Wakati huo huo, Dohi alipokuwa akitumia kompyuta,
kichwa cha habari kilikuwa kesi ya kifo cha No Suk Men. Sehemu hiyo ilionekana ya kipuuzi, lakini hakuweza kujizuia kuifikiria. Hivyo Do-hee akatafuta machapo yanayohusiana na matukio makubwa ya kampuni. Katika hayo kulikuwa na moja ambapo Joo Chan-suk alipiga magoti kuomba msamaha. Pia kulikuwa na fimbo pembeni yake. Mara moja akampigia simu Katibu Shin kumuuliza kuhusu hali hiyo. Kadiri Katibu Shin alivyojua, Joo Chan-suk alianza kutumia fimbo siku ya mazishi ya wazazi wa Do-hee. Kuhusu sababu halisi hakuna aliyejua. Mchana, Gwan na Do-hee wakaenda katika ofisi ya Joo Chan-suk. Wakajaribu kutafuta vidoko vyovyote vya manufaa. Gwan akasema kwamba laiti angeweza kusikia maneno ya wafu. Wakati huo Do-hee akaliona kwa mbali kitabu cha maombi ya Joo Chan-suk. Kulikuwa na njia ya kusikia kile ambacho Joo Chan-suk alikuwa anataka kusema. Wawili hao wakafika haraka kanisani na padre alikuwa bado anamngojea Do-hee. Ilibainika kwamba Joo Chan-suk alimuomba padre jambo kama asingekuwa na ujasiri wa kukiri ukweli kabla ya kufa, na kama Do-hee angependa kujua ukweli, basi padre amwambie. Wazazi wa Do-hee waligundua kwamba Joo Chan-suk aligundisha takwimu zilizokuwa zimesababisha kifo cha mfanyakazi. Hata hivyo, Joo Chan-suk alilazimika kufanya hivyo ili kuvutia uwekezaji mkubwa. Ndiyo maana pande mbili zilikuwa na mabishano. Wakati huo huo, wazazi wa Do-hee walionekana kuwa na haraka kwa jambo lingine. Baada ya kusema maneno machache ya moja kwa moja, wakaondoka. Joo Chan-suk hakuweza kudhibiti hasira yake, hivyo akawafuata. Magari mawili yakakimbia kwa kasi barabarani. Saa 12:57, mama wa Do-hee akamkumbusha kwamba muda wao unauisha. Baba wa Do-hee akakanyaga mafuta kwa nguvu, akiahidi kwamba lazima angemuona binti yake kabla ya kuondoka. Ghafla, tairi ya mbele kulia likapasuka na kusababisha gari kupoteza mwelekeo. Kisha gari likagonga kwa nguvu kizuizi kilichokuwa kando ya baba wa Do-hee. Alipokuja kuzindua, aligundua kwamba mama wa Do-hee alikuwa amekufa na Pepo alikuwa amesimama mbele yake. Baba wa Do-hee akamsihi Pepo amuokoe mke wake. Pepo Gwan akasema kwamba hakuweza tena kutimiza maombi kwa sababu alikuwa amesaini mkataba miaka 10 iliyopita. Baada ya saa 12 mkataba uliisha. Hiyo inamaanisha kwamba baba wa Do-hee alikuwa amebadilishana kitu na Pepo hapo awali, hivyo akakimbia nyumbani bila kujali ili amuone binti yake. Gwan alipomaliza kazi yake akamkuta Joo Chan-suk. Aliona tamaa kubwa katika macho yake na akamuuliza kama alihitaji msaada wake kutimiza ndoto yake. Baada ya Do-hee kujua ukweli kuhusu kifo cha wazazi wake kutoka kwa padre, alimwepuka Gwan kwa makusudi. Akajifungia ndani ya bafu na kujaribu kujizuia asilie kwa sauti. Wakati huo Gwan akadhani kwamba mke wake alikuwa na huzuni sana. Hakufikiria sana na akaegemeza mlangoni. Kisha Do-hee hatimaye akatoka. Kwa bahati mbaya, alikutana na Gwan ambaye alikuwa karibu kusaini mkataba. Na lengo la mkataba huo safari hii lilikuwa padre aliyekutana naye mchana. Sio tu kwamba padre hakuogopa, bali pia alimshauri Gwan akae mbali na Do-hee kwa sababu kumwona tu kungemfanya akumbuke Pepo ambaye Joo Chan-suk alikuwa amemtaja. Hapo ndipo Gwan alipokumbuka hali ya siku ile. Mungu ghafla akatokea nyuma ya Gwan. Akasema kwamba ni jambo la kawaida kutomtambua mtu uliyewahi kukutana naye miaka mingi iliyopita. Mikosi hairudiwi katika siku zijazo, bali huanza kutoka zamani. Baada ya Gwan kurudi nyumbani, aligundua kwamba Do-hee hayupo. Wakati huo, Do-hee alikuwa amefika mbele ya kaburi la Goo Chong-suk. Akauliza kama mama yake wa kumlea angemwambia ukweli wote kwa uaminifu. Je, asingempenda Gwan? Maneno hayo yakasikika na Gwan. Hakusema kwa heri, akageuka na kuondoka kutoka kaburini. Kwa kweli, Do-hee hakuwa amemaliza kuongea. Alitaka kujua baba yake alibadilisha nini. Huenda Gwan ndiye aliyemuokoa. Do-hee akaenda kumuona msimamizi wa nyumba ili azungumze naye kuhusu Gwan. Kwa bahati mbaya, kulikuwa na tatizo katika onyesho. Hivyo msimamizi akamruhusu Do-hee aende kwanza ofisini. Baada ya kumaliza kazi yake, angeenda mara moja huko. Do-hee akaenda moja kwa moja kwenye chumba kilichojaa saa. Akakumbuka nyakati za furaha za usiku ule. Ghafla, mwanamke mmoja akavamia ofisini. Kwa sauti kubwa akadai kumuona Pepo. Gwan akaonekana mara moja mbele yake. Lengo la mwanamke huyo kuja lilikuwa kuvunja mkataba. Hakutaka tena pesa wala mafanikio. Baada ya kusaini mkataba, alijuta kila siku. Akamsihi Gwan amsamehe. Hata akaahidi kuchukua nyumba matamanio yake yote, akitumaini tu kwamba Gwan angeyaacha maisha yake. Lakini macho ya Gwan mara moja yakawa mekundu. Akamtazama mwanamke huyo. Mwanamke polepole akaanza kupata shida ya kupumua. Kwa maumivu akapiga magoti chini. Gwan akamtazama kwa baridi hadi alipokosa kabisa nguvu za kusogea. Si muda mrefu baadaye, mwanamke akafa kwa kukosa hewa. Do-hee aliposhuhudia hilo, aliogopa sana. Saa ya ukutani katika chumba cha siri ghafla ikatoweka. Hapo ndipo alipoelewa kwamba kila saa iliwakilisha mtu aliyesaini mkataba, jambo lilomaanisha kwamba saa ya baba yake pia ilikuwa imening'inia hapo. Upande mwingine, msimamizi alimaliza kazi yake. Akiwa njiani kwenda ofisini, alikutana na Gwan. Kwa mshangao, akamuuliza kama alikuwa amemwona Do-hee. Gwan ndipo akagundua kwamba Do-hee pia alikuwa hapo muda mfupi uliopita, hivyo akakimbia mara moja kumfuata. Do-hee alipomwona, bila kujitambua, akachukua hatua moja kurudi nyuma. Gwan akagundua kwamba mke wake anamuogopa, hivyo hakusonga mbele. Usiku huo, Gwan akachukua hatua ya kumtafuta Do-hee na kumwomba
akamwomba watoke matembezi. Ingawa Dohi alikuwa na hofu, bado alikubali. Baada ya kutembea kwa muda, Gwan akamwambia ajiokoe mwenyewe kutoka kuzimu, kisha akaachilia mkono wake na kutoweka pale pale. Gwan wake akatoweka hivyo hivyo. Ilisemekana kwamba wakati maua ya cheri yanakaribia kuchanua, baridi tayari imeingia chini ya ardhi. Huenda wakati Dohi na Gwan walipokuwa wakitumia nyakati za furaha pamoja, walikuwa tayari wamepangiwa kuanza kutengana. Baada ya Gwan kutoweka, Dohi alibaki nyumbani tu. Wiki moja baadaye, hatimaye akapata ujasiri wa kutoka nje. Sehemu moja kwa sababu alihitaji kushirikiana na uchunguzi wa polisi, na sehemu nyingine kwa sababu alihitaji kupanga mambo ya kampuni. Mwili wa No Suk Men ulikuwa bado haujapatikana. Wenzake walikisia huenda aliliwa na samaki. Kwa kweli, kabla Gwan hajaondoka, alimkabidhi msimamizi nafasi ya mkurugenzi wa mfuko wa Sunwall. Kuhusu angeondoka kwa muda gani, alisema ingekuwa mpaka Dohi apate mwisho wa furaha bila yake. Akaweka kwa urahisi ishara ya upendo ndani ya sanduku la siri, lakini msimamizi alikuwa hodari sana kutafuta vitu. Akasita kama amwambie Dohi kuhusu yaliyotokea miaka 200 iliyopita. Mwishowe akaacha kwa sababu Gwan alichukia watu wanaoongea sana. Dohi akarudi katika kazi yake ya kawaida. Katibu Shin alikuwa amepitia ndoa iliyovunjika. Alifikiri kwamba Dohi anatumia kazi yake kujidanganya. Mchana huo, Jun akamletea Dohi chakula cha mchana. Pia akauliza kama Gwan kweli ameondoka. Dohi akahisi ni kwa sababu tu kwamba mkataba uliinda. Baada ya yote, walikuwa wameweka wazi tangu mwanzo kwamba mara muuaji atakapokamatwa na alama itakaporudi kwenye mkono wa Gwan, uhusiano utainda. Zaidi ya hayo, wawili pia walikuwa wamezungumza kuhusu Ju Chan-suk. Dohi hakujua kama Ju Chan-suk kweli alimchukua kwa sababu ya hatia. Ju Chan-suk alimwambia Jun kwamba mara ya mwisho Dohi alipokuwa katika shida, alimwambia hili. Kadiri alivyompenda Dohi zaidi, ndivyo alivyozidi kuteseka. Hapo ndipo Dohi alipoelewa moyo wa Ju Chan-suk juu yake. Usiku huo katika makazi ya wasio na makazi, No Suk Men alikuwa ameketi karibu na moto akijipasha hoto. Alikuwa anafikiria jinsi ya kulipiza kisasi kwa Dohi. Wakati huo huo, Dohi alikuwa amerudi nyumbani baada ya siku yenye shughuli nyingi. Akalitazama chumba kilichochaa na akalala moja kwa moja kwenye sofa. Akaendelea kujifariji kwamba ni sawa, ilikuwa ni kurudi tu kwenye mwanzo. Baada ya yote, yeye alikuwa ni binadamu tu. Dohi alipofungua macho na kuamka, akajikuta amelala kitandani. Baada ya hayo, kulikuwa na joto pembeni yake. Akakimbia nje ya chumba akiita jina la Gwan, lakini hakupata jibu. Hata hivyo, Dohi alikuwa na kundi la wenzake wenye furaha na kelele. Maisha yake bila Gwan hayakuwa ya upwenye masi. Dohi alichukua fursa hiyo kunywa pombe nyingi ili kupunguza hali yake ya moyo. Alipofika nyumbani, alijikwaa kwa bahati mbaya. Mkono wake uligongwa kwa nguvu kiasi cha kuanza kutokwa na damu. Mara tu alipoingia ndani ya nyumba, kwa mazoea alijilaza kwenye sofa. Wakati huo huo, mtu aliingia polepole na kuketi kando yake. Mtu huyo hakuwa mwingine bali ni Gwan. Gwan alimbeba Dohi kwa uangalifu na kumlaza kitandani, kisha naye akalala pembeni yake. Alimpangilia nywele zake zilizokuwa zimevurugika na kumshika mkono. Asubuhi iliyofuata, Dohi alipoamka aligundua kwamba jeraha kwenye goti lake lilikuwa limetoweka. Kwa hiyo alimwambia Katibu Shin kwamba alihisi kana kwamba Gwan alikuwa daima kando yake. Hata hivyo, Katibu Shin alidhani hiyo ilikuwa ni athari ya baada ya kuachana. Usiku huo, Katibu Shin alikuwa akijiandaa kuondoka kazini, lakini alipomwona Dohi akifanya kazi muda wa ziada bila kukoma, hakuweza kujizuia kumkumbusha. Alimwambia kwamba alipokuwa amepewa talaka, yeye pia alijua kazi tu. Alijilazimisha kupona haraka, akidhani kwamba kujifanya mwenye nguvu kungeboresha hali yake ya moyo, lakini aligundua kwamba kukimbia hakuwezi kuponya. Alipaswa kupitia maumivu kikamilifu. Hata kama angelia au kufanya fujo, alihitaji kuwa mwaminifu kwa hisia zake halisi. Hapo ndipo muda ungeweza kumponya. Baada ya Katibu Shin kuondoka ofisini, macho ya Dohi yalijaa wekundu. Kisha aliingia katika ofisi ya Gwan na akakuta mwongozo wa maagizo ya pepo. Ndani ya kitabu hicho alipata picha yao wawili ikiwa imebandikwa. Kwa muda mfupi, kumbukumbu zile nzuri zilipita akilini mwake. Kumbukumbu hizo zilimvunja moyo Dohi kiasi cha kushindwa kupumua. Wakati huo huo, mkuu aliingia ghafla ofisini. Msimamizi aliona Dohi amefunika uso wake na analia. Akashangaa kwa nini alikuja hapo usiku wa manane. Dohi hakuficha. Alikiri kwamba alimkosa sana Gwan, lakini hakujua alikokwenda. Kwa kweli hakujua chochote kumhusu. Msimamizi hakuwa na moyo wa kumpa kumbukumbu ile, lakini alimwambia kwamba kila alipomkumbuka Gwan sana, hilo lingekuwa na athari. Aliporudi nyumbani, Dohi alivaa mara moja mkufu ule. Usiku huo alionekana kana kwamba amerudi miaka 200 iliyopita. Katika ndoto alijiona akipitia kila aina ya udhalilishaji. Alipanga kucheza dansi ya mwisho kabisa kabla ya kuiacha ulimwengu huu usio na haki. Nani angefikiria kwamba angemkuta kwa bahati yule bwana mdogo wakati huo? Hata hivyo, tukio zuri halikudumu. Mara moja alichukuliwa kwenda kunyongwa. Ingawa
Ingawa hakuwa na majuto, alitamani tu kumuona bwana mdogo mara ya mwisho. Alitaka kumwambia kwa kinywa chake kwamba amsahau ili hasiendelee kuumia na kumbukumbu zao zisigeuke kuwa maumivu. Duhi aliota hivyo na akaamka ghafla. Ndipo alipoelewa kwamba yeye ndiye aliyependezwa sana na Gwan miaka 200 iliyopita. Alidhani kwamba Gwan huenda alikuwa pale, so akaanza kujiandaa kuendesha gari kuelekea hapo. Lakini alipoketi kwenye kiti cha dereva, aligundua bunduki ya uwindaji wa Noh Sukman kwenye kiti cha mbele cha abiria. Noh Sukman alikuja kasi kutoka Huma na kamlewesha kwa kitambaa. Duhi alipoamka tena, mikono na miguu yake ilikuwa imefungwa. Noh Sukman alisema maneno peke yake alipomuona ameamka. Ili kukimbia nguvu za pepo, alikuwa ameharibu upande mmoja wa uso wake kwa mikono yake mwenyewe. Sasa kitu kimoja alichotaka ni kuwaangamiza Duhi na Gwan. Baada ya kusema hivyo, alimvuta nywele Duhi na kumlazimisha kumuita pepo. Duhi alisema Gwan hatokuja kwa sababu alikuwa amemwacha, lakini Noh Sukman hakuamini. Alimchoma kisu kwenye paja la Duhi na kupiga kelele akimtaka Gwan ajitokeze. Alipiga kelele kwa muda, lakini hakuna kilichotokea. Noh Sukman akamlenga tena Duhi, akipanga kumaliza naye kwanza. Nani angefikiria kwamba Gwan angejitokeza ghafla? Akimtazama Noh Sukman kwa hasira, hasira ya Gwan ilifikia kilele. Nguzo ya juu ilianza kupasuka na kuanguka juu ya Noh Sukman. Lakini haikuishia hapo. Gwan alidhibiti mawe yazidi kuwa mazito ili kumsaga hadi kufa. Alipoona hivyo, Duhi akakata kanda kwa kisu, akakimbia na kumkumbatia Gwan kwa nguvu, akimsihi asimame, kina kwanza hatapotea. Kwa sababu hiyo, Gwan alirejea katika fahamu zake na kuachilia jiwe kubwa. Gwan alisema alimkosa sana. Wakati huo huo, Noh Sukman alitokea kwa bunduki ya uwindaji na kafyatia risasi. Duhi alikimbia haraka na kujitupa mbele kumlinda Gwan. Noh Sukman alipokuwa anataka kupiga risasi tena, Gwan alimuua. Baada ya hapo, alimuita Duhi kwa uwenzi, lakini tayari alikuwa amepoteza fahamu. Gwan aliamua kutumia nguvu aliyopewa na Mungu kumfufua Duhi, kisha akambusu kwa shauku. Muda mfupi, Duhi aliamka. Aligundua kwamba Gwan huenda angetoweka. Wakati huo, mgongo wa pepo ulianza kuungua. Ingawa Duhi alijitahidi kumulita asiondoke, hakuweza kuzuia kasi ya kuungua. Kwa muda mfupi, Gwan aligeuka majivu na kutoweka mbele yake. Kilichobaki ni pete ya ndoa. Gwan alipogeuka majivu, mtu aliyefurahia zaidi ni Noh Sukman. Alidhani amewaangamiza kwa mikono yake mwenyewe. Duhi alijifungia nyumbani katika maumivu makali. Alihisi dunia bila Gwan haiwezi kuvumilika. Ju Chun aliogopa kwamba hali ikiendelea hivyo, Duhi angejitafutia kifo, lakini Duhi aliamini maisha yake yamebadilishwa kwa maisha ya Gwan. Kwa hiyo alipaswa kuishi katika ulimwengu huu wa mateso kama adhabu anayostahili. Mazaidi yake, aliamini kuondoka kwa Gwan ni kosa lake. Christmas ilifika haraka. Duhi alitembea peke yake mitaani, akajipodoka na kafika mahali palipoanza hadithi. Akaomba mbinguni akitaka kusign contract. Maudhui yake yakawa ni Gwan arudi. Hakujua kwamba sauti yake ilikuwa imesikiwa na Mungu, na joku hii Mungu aliamua kuwa na huruma. Upepo mkali ulianza kuvuma, bahari ikachafuka, matope ya maji yaliyokuwa yakimrukia yakasimama ghafla. Alipofungua macho polepole, mandhari ilikuwa kama mara ya kwanza alipomkuta Gwan. Alipogeuka kutoamini, Gwan wa kisetani alikuwa amesimama mbele yake. Alikuwa amerudi kweli. Duhi hakupata muda wa kufikiri, akajitupa katika mikono yake. Hisia hile ilikuwa halisi sana. Gwan akamwambia hii si ndoto na hakuna aliyekufa. Duhi akamrudishia pete ya ndoa. Gwan akasema neno lile lile la recharge. Baada ya Duhi kulala, Gwan alindoka haraka kumshukuru Mungu, lakini Mungu alisema alifanya hivyo kwa sababu Duhi alitaka kusign contract. Gwan akauliza alitoa nini kama malipo. Mungu alisema gharama ilishalipwa. Mwisho, Duhi alimuuliza baba yake alitoa nini kwa contract. Ikafahamika kwamba usiku wa mvua alipokuwa anampeleka mkewe kujifungua, ajali ilitokea. Katika kutaka tamaa, alimuita pepo Gwan, akaomba aokoe mke na mtoto wasiyezaliwa na atakubali masharti yoyote. Ndipo akasign contract ili kuokoa mke na binti bado hajazaliwa. Baada ya kila kitu kurudi kawaida, Duhi alimtembelea Noh Sukman na kumwambia kwamba yeye na Gwan wako salama na kitu alichokiharibu ni yeye mwenyewe. Noh Sukman alichanganyikiwa kabisa. Muda usonge miezi 4 iliyobaki, Gwan alianzisha huduma ya kibinadamu ya kufuta contract za watu wanaostahili huruma. Noh Sukman alihukumiwa kifungo cha maisha kwa mahakama ya juu. Iligundulika pia kwamba Ju Chun Suk alikuwa na saratani ya kongosi ya hatua ya mwisho, ndiyo maana alimhimiza Duhi kuolewa haraka. Hadithi hii inaishia hapa. Asante kwa na umakini wenu. Kwaherini, tutaonana tena.